بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكازيادة صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tunaendelea na darasa yetu kitabu Sharh Usul Thalatha, na leo tunaangalia tuko katika isti'ana ambayo tulioangalia jana kwamba isti'ana ni jambo la ibada, lakini kwa anwaa tusema na nyingi tu. Kwa hiyo jana tulisoma anwaa mbili, namna mbili ya isti'ana. Kwa hiyo na leo tunasoma namna ya tatu. Anasema athalithu, namna ya tatu, al-isti'anati bil makhluq hayyin hadhir. Anasema kutaka msaada kwa kiumbe ambaye alikuwa hai tena mwenyewe yupo, lakini ghairu qadirin bihadhihi, lakini si muweza wa kukifanya kile ambacho wewe unamtaka msaada. Fahadhihi laghun la ta'ilun tahtaha. Anasema hii inakuwa ni mchezo anafanya mtu, laghu, anafanya mchezo tu. La ta'il tahtaha mithlu an yasta'ina bi shakhsin dha'ifin ala hamli shay'in thaqil. Anasema hii inakuwa kama mchezo, sio kwamba kafanya kitu ta'il cha kukusudia hasa kufanya haki, isipokuwa anasema hadha laghu la ta'il tahtaha, chini yake hakuna ukweli wote. Mfano anasema mithlu, mfano ayasta'ina bi shakhsin dha'ifun ala hamli shay'in thaqil. Mfano kutaka msaada kwa mtu ambaye akubebea kitu ambacho ni kizito. Yeye mtu mwenyewe ni dhaifu na kitu kizito juu yake hawezi kukibeba. Kwa hiyo utakuwa unajua kwamba hawezi kukibeba hichi. Kwa hiyo hapo unakuwa unafanya laghu, ni mchezo unaofanya. Kwa hiyo namna ya tatu ambayo haitokuwa sawa unapofanya namna hii. Unapotaka msaada kitu ambacho hawezi kukifanya kile. Arabia, ya nne, al-isti'anatu bil amwati, kutaka msaada kwa maiti mutlaqan, hii moja kwa moja hii, au bil ihya'i, au kwa hai, ala amrin ghaibin, lakini kutaka msaada kwa jambo ambalo halionekani, halipo pale, ambao la yaqdiruna ala mubasharatihi, hawaliwezi wao kulifikia jambo lile. Fahadha shirkun, basi hii itakuwa ni shirki, li'annahu la yaqa'u illa min shakhsin ya'taqidu, kwani halifanyi hivyo isipokuwa kwa mtu ambaye ana itikadi yeye anna lihaulai, kwamba hawa wanawaomba tasarrufan khifiyan, yani utendaji, ufanyaji, uendeshaji katika ulimwengu ambao umejificha fil kauni, katika ulimwengu, yani ufanyaji ambao umejificha katika ulimwengu, yani una uwezo kuendesha mambo ingawa kwa siri, kwa kujificha kabisa, lakini wanaendesha mambo hao. Kwa hiyo ukitaka wewe unaweza kufanyia jambo lako likawa. Ndio maana anaomba msaada, hawezi kufanya jambo hilo isipokuwa mtu ambaye ana itikadi hivyo, kwamba hawa na waomba waliokuwa hai, ambao kwa vitu ambavyo ghaibu, wao ghaibu, lakini ghaibu haonekani, au kwa jambo lenyewe halionekani kabisa, haliwezekani kupatikana kulifikia, au kwa maiti, basi itakuwa ni shirki, kwani huyu mfanyaji wa haya atakuwa yeye ana itikadi kabisa kwamba hawa wanaweza tasarrufan khifiyan, yani ufanyaji, utendaji katika hili fil kauni, katika ulimwengu, yani ufanyaji ambao wa siri kabisa, kujificha, wanaweza lakini kufanya bila kuonekana, lakini wanaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo hii itakuwa ni shirki ukifanya hivi. Al-khamis, la tano, yani isti'ana ya namna ya tano, al-isti'anatu bil a'mali wal ahwali al-mahbuba ila Allah, kutaka msaada kwa amali, yani vitendo, wal ahwali, na hali ambazo mahbuban ila Allah ta'ala, vitendo ambavyo na hali ambazo zenye kupendeza kwa Allah tabaraka ta'ala. Fahadhihi mashru'a, basi kufanya hivi ni sheria, bi amri Allah ta'ala, kwa amri yake mwenye Allah Ta'ala, fi qawlihi, katika kauli yake aliposema wasta'inu bis sabri was salah, natakeni msaada kwa kusubiri na kusali.
kutumia subira yako ulokuwa nayo au swala yako ukamtaka msaada Allah kupitia hiyo, hadha mashruu, ni jambo la kisheria. Anasema qad sadalla almuallif rahimahullah ta'ala, na hakika ametolea dalili muallif mtunzi wa kitabu Allah amrehemu, linawi al-awwal, kwa namna ile ya mwanzo, biqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwamba wewe tu Allah tunakuabudu na wewe peke yako ndio tunakuomba msaada. Kwa hiyo katolea dalili katika sura al-Fatiha aya 5. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, na kauli yake vile vile Mtume sallallahu alaihi aliposema idha sta'anta, wakati utapata msaada, fasta'in billahi, basi wewe taka msaada kwa Allah. Yani alisema Mtume sallallahu katika hadithi yake ambayo hadithi ikhrajahu amesimulia Imam Ahmad katika rakam 2664 na Tirmidhi katika rakam 2516. وصححه الباني العلامة الألباني، نعم صحيح من تواني الألباني في صحيح الجامع katika kitabu Sahih al-Jami رقم 7957. Kwa hiyo tulele dalili hivyo. Wa qawluhu, na kauli yake vile alivyosema, wal isti'adhatun, vile vile isti'adha ni katika ibada. Kwa hiyo isti'adha tu ni talabu al-i'adha, wal i'adha na i'adha hii al-himaya, yani kutaka kinga, kukingwa na kitu fulani au kulindwa kitu fulani kisikufike. Min makruhi, katika jambo ambalo linaudhi, linakirihisha wala linachukiza. Fal musta'idhu muhtamun biman isti'adha bihi wa mu'tasimun bihi. Basi anasema huyu musta'idh, huyu mwenye kutaka, huyu musta'idhun, mwenye kutaka msaada, muhtamun biman isti'adha bihi, ni muhtamun. Muhtamun ni mtu ambaye aliyefungika kwa yule ambaye anayetaka msaada bihi, kwa mtu huyo. Wa mu'tasimun bihi, na yeye ndio mwenye kutaka yeye afanye kinga. Wal isti'adha tu anasema anwa'un, ni namna, iko namna nyingi vile vile. Al-awwal, namna ya mwanzo kabisa, anasema al-isti'adhatu billahi ta'ala, kutaka msaada huu kwa Allah Ta'ala, kutaka kinga maana yake kwa Allah Ta'ala aliyekuwa juu. Wa hiya mutadhamminatun lilkamali iftiqari, na hii kutaka msaada kwa Allah, kutaka kinga kutoka kwa Allah Tabaraka Ta'ala, ni yenye kukusanya likamali aliftiqari, ukamilifu wa kwamba wewe ni mtu huna uwezo, ni fakiri kabisa. Maana yake yani huna uwezo wa kufanya kitu chochote, ndio maana unataka msaada ya Allah akukinge na kile kinachotaka kukufika ambacho kitakuudhi wewe. Ilaihi, katika kwa kitu hicho, iftiqari ilaihi, kwa kuonyesha wewe kama ni fakiri na mhitaji zaidi kwake Allah Tabaraka Taala. Wal i'tisamu bihi, na wewe unataka ushikamanaji wako kwa yeye Allah uliokuwa mkamilifu kabisa kwa kile ambacho unakiomba kikusaidie. Kwa hiyo inakuwa kwa Allah hii peke yake. Wa i'tiqadu kifayatihi, na kuitikadi kwamba yeye Allah ndiyo mwenye kutosha, kwamba kufanya hivi ndio kitu ambacho kinakutosha wewe, yani kutaka yeye Allah akufanyie ulinzi wewe, kinga, basi yeye anakutosha kufanya hivyo. Wa tamamu himayatihi, na uitikadi kwamba kwa Allah, ukitaka kukinga kwa Allah, basi ndio utimilifu wa ile ukinga yake Allah. Kinga yake Allah ni iliyotimia kabisa. Min kulli shay'in, kwa kila kitu. Maana yake Allah katimia kinga yake, na anaweza kukukinga wewe na kwa kitu chochote kile kisikufike. Hadhirin, kikiwa kinaonekana au kilichokuwepo kwa wakati ule, au mustakbili, au kitu ambacho kiko baadaye kitakuja, hakipo sasa hivi, maana kinakuja kiko mbele huko. Saghirun au kabiru, kiwe kidogo au kikubwa. Basharun au ghairi bashari, ikiwa kinatokana na kwa binadamu au sio kwa binadamu, kwa kiumbe kutoka sio kwa kiumbe binadamu. Wa daliluha, na dalili ya hayo, qauluhu ta'ala, kauli yake Allah aliposema qul a'udhu birabbil falaq, sema mimi najikinga kwa Bwana wa falaki. Falaki maana yake mwenye kuipasua asubuhi.
au kupasua chochote kile ambacho falaki tu, kupasua haba wa nawa kama hivyo. Min sharri ma khalaqa, kutokana na shari, yani Allah maana yake unajikinga hapo, okay. Tena unajikinga kwenye kutokana na shari ma khalaqa, ya vile Allah alivyoviumba. Shari za vile alivyoviumba Allah, shari zake mimi najikinga, nataka ulinzi kwa Allah zisinifike. Ila akhirin sura, mpaka mwisho wa sura. Wa qawluhu ta'ala, na vile vile kauli yake Allah Ta'ala, qul a'udhu bi rabbin nas, sema najikinga mimi, najilinda kwa Bwana wa watu wote. Malikin nasi, yeye ndiye mfalme wa watu wote. Tena ilahi nasi, na yeye ndiye mwabudiwa wa watu. Min sharri alwaswasi alkhannas, kutokana na shari za yule mwenye kutia wasiwasi halafu akarudi nyuma. Ila akhir sura, mpaka mwisho wa sura. Hii ni dalili kwamba hii ni isti'adha tu ya kumtaka Allah. Unatakiwa wewe umtake Allah msaada, ulinzi ni Allah tabaraka wa taala, na yeye ndio mwenye kutosheleza kwa kila kitu. Athani, namna ya pili, alisti'adhatu bi sifatin min sifatihi, kutaka kinga wewe kwa sifa katika sifa zake Allah. Kakalamihi, kama maneno yake, wa adhmatihi, na ukubwa wake Allah, wa izzatihi, na izza yake, yani uwezo wake aliokuwa nao, yeye ni azizi, maana yake hashindi na kitu. Wa nahwi dhalika, na mfano wa hivyo. Wa dalilu dhalika, na dalili ya hayo, qauluhu sallallahu alayhi wasallam, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa, najikinga kwa maneno yake Allah yenye aliyotimia kutokana na shari ya vile alivyoviumba. Hii hadithi akhrajahu Muslim, amesimulia Muslim katika rakamu 2708. Wa qawluhu, na kauli yake vile vile aliposema, a'udhu bi'azmatika, yani aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, a'udhu bi'azmatika, najikinga Allah kwa utukufu wako, an uqtala min tahti, kutekwa chini yangu, kutokea kitu kikaniteka chini yangu. Wapo najikinga kwa Allah kutokana na vitu ambavyo vinaonekana hana havionekani. Unataka kinga kwa Allah, yeye akulinde na hiyo. Wa qawluhu fi du'a'il alam, na kauli yake katika dua ile ya alam, a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi, yani dua ya maumivu, kama mtu anakuwa na maumivu. A'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi, najikinga kwa izza ya Allah na uwezo wake. Min sharri ma ajidu wa uhadhir, kutokana na shari ambayo naikuta mimi, naipata sasa hivi. Wa uhadhiru, na jihadhari na shari hiyo ili iniondoke. Hadithi vile vile amesimulia Imam Muslim ile katika rakamu 2202. Wa qawluhu, na kauli yake vile vile aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, a'udhu biridhaka min sakhtika, najikinga Allah kwa radhi zako kutokana na ghadhabu zako. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam wasema, hina nazala qawluhu ta'ala, wakati ilipoteremka kauli yake Allah Ta'ala, qul huwa qadirun ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum, sema yeye Allah ni muweza kuleteni adhabu kutoka juu yenu. Al-An'am akasema, a'udhu biwajhika, najikinga kwa uso wako Allah tabaraka taala. Inshallah haya yote ni katika isti'adha kwa Allah tabaraka taala, ambao ndio kitu ambacho jaiz na dalili zake ni hizi, na inshallah itakuja nyingine mbele biidhnillah tabaraka taala, namna za isti'adha katika darasa inayofuata inshallah taala. Al-yawm naktafi bihadha, leo tutosheke na hapa biidhnillah tabaraka taala. Tutakuja kuendelea na namna ya 3 na ya 4 na zinazoendelea mbele inshallah taala, namna isti'adha. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.